Yes, barikiwe sana. Na nataka tu tukaombee wiki yetu sasa kwa kuanza. Tusome kwanza maneno ya Mungu hapa. Zaburi ya 20 mstari wa 7 anasema, hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, bali sisi tunaenda kulitaja jina la Bwana Mungu wetu. Nataka niseme kitu kimoja kwamba hakunaga kitu kinaitwa mafanikio tu ya hivi hivi. Hapana. Either kuna nguvu fulani anayoiamini ambayo unajua, au kuna nguvu fulani ambayo anaiamini ambayo wewe huijui. Lakini hii dunia haijaachwa plain tu kwamba mtu anaweza akawa tu huru tu hivi alafu akafanikiwa. Hapana, sio kweli. Lakini ndio maana Daudi anasema kuna wengine miungu yao ni magari na kuna wengine tegemeo lao ni farasi, lakini mimi tegemeo langu ni Bwana Mungu wa majeshi. Kwa hiyo nataka usiku huu na umwambie Mungu kwamba tegemeo langu ni wewe Bwana Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo. Yes. Kwa nini tunaweka hivi? Kwa nini tunaomba kwa ajili ya wiki? Kwa nini tunataka tuibariki wiki? Kwa sababu tunaelewa kwamba ulimwengu wa roho una nguvu kuliko ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo kitu kitakapoachiliwa katika ulimwengu wa roho, kikitoka kule kinatoka na nguvu ya kuja kuendesha ulimwengu huu wa mwili. Na kwa sababu tunaishi katika ulimwengu huu wa mwili na tunataka tunufaike katika ulimwengu huu wa mwili, kwa hiyo tunaachilia maneno katika ulimwengu wa roho ambayo yaenda kufanya kazi ya kuja kubadilisha vitu katika ulimwengu huu wa mwili. Haleluya. Na nitakapokuwa natamka maneno haya, nataka ujue kwamba baraka manake nini? Baraka manake ni maneno. Okay? Ni maneno. Yale maneno yanakapoachiliwa ndio yanaitwa baraka, yale maneno mazuri. Yale maneno mabaya yanapoachiliwa yanaitwa laana. Okay? Hasa nini kinatokea? Wakati yale maneno yametamkwa, kulingana na yale maneno ni mazuri au ni mabaya, inatoka roho, anaweza kuwa malaika wa Mungu au wa mapepo, vitu kama hivyo. Inatoka ile roho kwenda kutekeleza yale maneno. Kulingana na aina ya maneno itatoka aina fulani ya roho. Ndio maana katika Mhubiri 5, ukianzia Mhubiri 5 pale anakuambia kwamba usiseme mbele ya huyo malaika kwamba mimi nilifanyaje, nilipitiwa, kwa sababu anasema kwani Mungu aiharibu kazi ya mikono yako? Kwa kazi ya mikono yako inaweza kuharibiwa kwa sababu utakapoongea maneno, malaika wanatoka kwenda kuyatendea kazi. Haleluya. So wakati mwingine sio wewe unajiongelea, ni mtu mwingine anakuongelea, lakini haijalishi, yale maneno yanaenda yanafanyiwa kazi na malaika. Kwa hiyo nataka usiku sasa twende tukatamke maneno ya baraka. Ikiwa tu utaambatanisha na imani, nataka nikwambie kwamba kitu kinakwenda kutokea katika wiki yako hii kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kitu kikubwa kinakwenda kutokea katika wiki hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Katika Waebrania sura ya 4, Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Yes, neno linasema kitu hapo, ukiangalia anasema hivi, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Wow. Okay? Kwa hiyo haya maneno utakapoyasikia nataka uamini. Sawa? Uamini kwa nini? Kwa sababu ndivyo inavyosema neno kwamba uwabariki. Isaka akawaita watoto wake akawabariki. Akamuita nani? Esau, ili ambariki, akaja Yakobo, lakini akabarikiwa. Hata Yakobo naye kabla ya kufa akawabariki. Kwa hiyo kuna nguvu inaitwa kubariki. So nimesimama usiku wa leo nitamke baraka katika maisha yako, ya kwamba mambo yako hayataendelea kuwa vile vile tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Baraka manake nini? Baraka manake nguvu ya kufanikiwa. Nguvu ya kufanikiwa. Na hii nguvu haikuletei pesa kiwiziwizi. Sizungumzii kwamba utakaa tu utalala ndani kwa sababu tumetamka baraka ya wiki, basi wiki yote utalala ndani alafu pesa zitakufuata hapo ulipo, mafanikio yatakufuata hapo ulipo. No. Hii ni nguvu ambayo inakuwezesha wewe kuanza kuzitii zile kanuni za kimungu. Wakati mwingine unataka kabisa kufanya mambo fulani kulingana na kanuni, unataka kabisa kufanya kazi kwa bidii, lakini kuna kitu tu kinakutia uzito. Ni kwa sababu haipo baraka au ipo laana ambayo kazi yake ni kukusababisha wewe utoke nje ya kanuni. Haleluya. Kwa hiyo tunaposema kwamba tunabariki, manake tunakuachilia nguvu ndani yako, ambayo ile nguvu inaenda kukufanya ukae ndani ya nini? Ndani ya kanuni. Ndio maana anasema katika Kumbukumbu la Torati 8:17 kwamba utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata nini? Utajiri. Nguvu za kupata utajiri anazitoa Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. So nataka nianze na eneo la afya. Tasoma katika kitabu cha
Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa 15. Kumbukumbu la Torati 7:15, sorry. Kumbukumbu la Torati 7:15. Neno linasema na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuao ya Misri, lakini atayaweka juu ya wote wakuchukiao. Wiki hii katika jina la Yesu Kristo, na ibariki wiki hii itakuwa ya afya kwako katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yote yanayoitwa magonjwa na maradhi hayatakuwa sehemu yako katika jina la Yesu, lakini kwako yataitwa ni magonjwa na ni maradhi ya kimithili katika jina la Yesu Kristo. Tunaposema maradhi ya kimithili inamaanisha kwamba hayako upande wako katika jina la Yesu Kristo. Nasema wiki hii hautatumia pesa zako kupotezea hospitali katika jina la Yesu Kristo. Nasema wiki hii itakuwa wiki ya afya kwako katika jina la Yesu Kristo. Hakuna shetani, hakuna ugonjwa, hakuna maradhi atakayogusa afya yako wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Wiki hii ni wiki iliyobarikiwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Nasema sio bakteria wala sio virusi wala sio chanzo kingine chochote cha kueneza ugonjwa kitakacho kugusa katika jina la Yesu Kristo. Wiki hii utashuhudia afya mwilini mwako katika jina la Yesu. Wiki hii utashuhudia mpenyo katika mwili wako katika jina la Yesu. Na wewe ambaye tayari uko kwenye changamoto ya afya, nasema wiki hii unainuka kutoka katika kitanda chako cha ugonjwa kwa jina la Yesu. Wewe ambaye unasumbuliwa na changamoto ya afya, nasema wiki hii ni mwisho katika jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana, malaika wanaoshughulika na afya watakutembelea ukiwa umelala katika jina la Yesu Kristo. Nasema ndani ya wiki hii utaamka ukajikuta ni mzima kabisa katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi kwamba hospitali wamesema imeshindikana, nimetumwa na Bwana kusema ya kwamba naibariki wiki yako hii katika jina la Yesu. Hakutakuwa na magonjwa katika jina la Yesu, hakutakuwa na maradhi katika jina la Yesu, wewe wala watu wa familia yako katika jina la Yesu. Magonjwa yote yatabaki kuwa magonjwa ya historia, yatabaki kuwa magonjwa kwamba ni historia, ni magonjwa ya kimisiri katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Yes. Wiki hii utashuhudia afya katika mifupa yako. Wiki hii katika jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya. So nataka tukabariki eneo la biashara, eneo la uchumi. Una biashara yako, una kazi yako, pengine hata kazi yenyewe hauna, unamwamini Mungu kwa ajili ya kazi. Huu ndio wakati wenyewe sasa. Haleluya. Nataka tuombe kwa ajili ya uchumi. Na soma Kumbukumbu la Torati hiyo 30 mstari wa 9. 30 mstari wa 9. Yes. In the name of Jesus. 30 mstari wa 9, neno linasema, yes. Na Bwana Mungu wako atakufanya uwe na wingi wa uheri katika kazi yote ya mkono wako katika jina la Yesu, na uzao wa tumbo lako na uzao wa ng'ombe wako, na katika uzao wa nchi yako, kwa kuwa Bwana atafurahi tena juu yako na wema kwa wema kama alivyofurahi juu ya baba zako. Haleluya. Na Bwana Mungu wako atakufanya uwe na wingi wa uheri katika kazi yote ya mkono wako. Haleluya. Bwana Mungu atakufanya uwe na wingi wa uheri katika kazi ya mikono yako. Nasema kazi ya mikono yako wiki hii itapata mpenyo katika jina la Yesu. Wewe ambaye unafanya biashara, nasema kazi ya mikono yako wiki hii milango mipya itafunguka bila kupoteza ile ya zamani katika jina la Yesu. Nasema kazi ya mikono yako itapata wingi wa uheri kwa jina la Yesu Kristo. Itapata wingi wa baraka, itapata wingi wa milango inayofunguka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wiki hii itakuwa ni wiki ya milango kufunguka katika jina la Yesu. Na wewe ambaye unasema mimi namwamini Mungu lakini bado sina kazi, nasema wiki hii mlango wa kazi unafunguka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wiki hii unaenda kupata kazi kwa jina la Yesu Kristo. Wiki hii unaenda kupata tenda kwa jina la Yesu Kristo, maana Bwana anakwenda kubariki wingi wa uheri, atauachilia katika kazi ya mikono yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hii itakuwa wiki ya kupenya katika jina la Yesu. Hii itakuwa wiki ya kupata wateja
wapya bila kupoteza wa zamani katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo na kuombea connection mpya ya mafanikio katika jina la Yesu. Connection mpya ya kibiashara katika jina la Yesu Kristo. Itakuwa ni wiki njema kwako katika kazi ya mikono yako. Kwa jina la Yesu Kristo itakuwa ni wiki ya kufikiriwa na kupandishwa cheo katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye umekuwa ukimwamini Mungu muda mrefu juu ya kupandishwa cheo, nasema hii ni wiki ya muujiza kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Hallelujah. Oh my God. Wiki hii mambo yanabadilika katika jina la Yesu wiki hii. Hallelujah. Isaya 58 mstari wa 11. Naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako. Nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchemu ambayo maji yake hayapungui. Katika jina la Yesu, Bwana atakuongoza daima. Nasema wiki hii katika kazi yako, Bwana atakuongoza daima. Kwa jina la Yesu Kristo, utakuwa kama bustani iliyopandwa kwenye maji. Katika jina la Yesu Kristo, nasema biashara yako itakuwa kama bustani iliyopandwa kwenye maji. Wiki hii Bwana atakuongoza ni wapi pa kwenda, ni wapi ni kipi cha kununua, ni kipi cha kufanya. Bwana atakuongoza wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye unamwamini Mungu katika huduma yako, nasema Bwana atakuongoza wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Maongozi ya Bwana yatakuwa na wewe wiki hii kwa jina la Yesu Kristo. Bwana atakuongoza nini cha kufanya. Bwana atakuongoza wapi kwa kupita, tena wapi kwa kuto kupita, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchemu ambayo maji yake hayapungui. Katika jina la Yesu Kristo, wiki hii unaenda kuishi kama chemchemu ambayo maji yake hayapungui. Kama vile chemchemu ambavyo inatoa maji muda wote, ndivyo ambavyo inaenda kuonekana kazi ya mikono yako wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Nasema wiki hii imebarikiwa kwa jina la Yesu. Wiki hii hautakuwa na kusinyaa kokote katika jina la Yesu Kristo. Ni wiki ya kwako ya kuvuka mipaka katika jina la Yesu Kristo. Mipaka ambayo ulikuwa umekaa nayo siku nyingi, miaka mingi, wiki hii unakwenda kuivuka katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, kila mpaka uliowekwa na adui unauvuka wiki hii katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Yes. Nataka tuombe kwa ajili ya ulinzi. Nataka nikubariki kwa ajili ya ulinzi. Tunasoma Isaya 54. Yes, Isaya 54 mstari wa 17 na Zaburi 44 mstari wa 3. Isaya 54 mstari wa 17. Yes, neno linasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni silaha za kisiasa, haijalishi ni silaha za kijeshi, haijalishi ni silaha za kichawi, haijalishi ni silaha za kibiashara. Anasema hivi, kila silaha itakayofanyika kinyume nawe, itakayofanyika juu yako, haitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Haitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kila silaha, iwe ni ya kisiasa, haitafanikiwa. Iwe ni kibiashara, haitafanikiwa. Kila silaha, iwe ni kwenye afya, haitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu ulinzi wa Bwana na uvuli wa Bwana utakuwa juu yako wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Hakuna silaha yoyote ya adui itakayofanikiwa juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anasema na kila ulimi utakaoinuka utahukumu kuwa mkosa katika jina la Yesu Kristo. Kila ulimi unaotaka kuinuka, kila ulimi utakaonena maneno ya laana, unahukumu ulimi huo katika jina la Yesu Kristo. Kila ulimi utakaotamka mabaya na madhara, ulimi huo unahukumiwa kwa jina la Yesu Kristo. Na hukumu ulimi huo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Maana Bwana amesema kila silaha itakayofanyika haitafanikiwa katika jina la Yesu. Nasema silaha za wachawi hazitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Silaha za waganga hazitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Silaha za namna zote hazitafanikiwa juu yako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Yes, Zaburi ya 44. Zaburi ya 44 mstari wa 3. Zaburi ya 44 mstari wa 3 anasema, maana si kwa upanga wao walivyomiliki nchi, wala si mkono wao uliowaokoa, bali mkono wa kuume
naam, mkono wako na nuru ya uso wako, kwa kuwa uliwaridhia. Yes. Oh yes. Wiki hii sio kwa upanga ndio utakaookoka. Wiki hii sio kwa akili zako. Wiki hii sio kwa juhudi zako. Mkono wa Bwana ndio utakao kuokoa katika jina la Yesu. Nasema wewe unaenda interview wiki hii, mkono wa Bwana ndio utakaoenda na wewe. Uso wa Bwana ndio utakao unakupa fadhili wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Wiki hii haitakuwa empty kwako katika jina la Yesu, maana sio kwa upanga. Ni kweli mara nyingi umeenda kwa upanga haukufanikiwa. Mara nyingi umeenda kwa fedha haujafanikiwa. Mara nyingi umeenda kwa akili zako haujafanikiwa. Lakini wiki hii ni tofauti kwa sababu si kwa upanga katika jina la Yesu, lakini kwa mkono wa Bwana wiki hii unakwenda kupenya kwa jina la Yesu. Unakwenda kufanikisha yale ambayo umekuwa ukiyafeli wakati mwingi. Wiki hii unakwenda kuyafanikisha kwa sababu mkono wa Bwana uko juu yako katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uko juu yako. Mkono wa Bwana unakwenda kukuvusha wiki hii kwa jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana unakwenda kukuchukua hatua moja na kukupeleka hatua nyingine wiki hii kwa jina la Yesu Kristo. Hautabakia vile ulivyokuwa katika jina la Yesu. Nasema hivi, historia yako lazima itapata change, itapata shift, itabadilika, itageuka wiki hii kwa jina la Yesu Kristo. Maana wakati wote ulitegemea mkono wako, wakati wote ulitegemea upanga, ulitegemea pesa zako, ulitegemea ushawishi wako, lakini wiki hii sio habari ya ushawishi wako, ni habari ya mkono wa Bwana kwa juu yako katika jina la Yesu Kristo. Nasema hautabaki vile vile ulivyokuwa kwa ajili ya mkono wa Bwana ambao utaenda kutembea na wewe wiki hii yote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo nasema hivi, wiki hii sio ya kawaida kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neno linasema maana si kwa upanga wao walivyomiliki nchi. Katika jina la Yesu wiki hii unakwenda kumiliki nchi. Wewe ambaye unamwamini Mungu kwa ajili ya kujenga nyumba, nasema wiki hii unakwenda kumiliki nchi katika jina la Yesu Kristo. Si tu kwa ajili ya mkono wako, si tu kwa ajili ya uwezo wako, hapana, lakini mkono wa Bwana unakwenda na wewe. Daudi anasema walimiliki si kwa ajili ya uwezo wao, kwa sababu Yeriko ilikuwa imetawaliwa, Kanaani ilikuwa imekaliwa na watu wa Babe kuliko wao, lakini ilitegemea mkono wa Bwana, ilichukua mkono wa Bwana hata wakaweza kumiliki. Nasema hata kwako wewe inachukua mkono wa Bwana, na wiki hii kwa mkono wa Bwana unakwenda kumiliki kwa jina la Yesu Kristo. Nasema kwa mkono wa Bwana wiki hii unakwenda kumiliki katika jina la Yesu. Kwa mkono wa Bwana wiki hii unakwenda kumiliki katika jina la Yesu Kristo. Ni wiki ya tofauti kwako, ni wiki ya baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Daudi anasema bali mkono wako wa kuume na mkono wako, naam, mkono wako na nuru ya uso wako, kwa kuwa uliwaridhia. Kwa sababu Bwana amekukubali, ni nani wa kusema hapana? Hapana. Lakini kuna kitu kinaitwa nuru ya uso wako. Nuru ya uso wako ndio ambayo inakwenda mbele yako wiki hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Musa alipotoka kuongea na Mungu mlimani siku 40, nuru ya uso wake, ile tu nuru, wana wa Israeli walikuwa hawawezi kumwangalia. Nasema nuru ya uso wa Bwana itakuangazia wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Waliokuwa wanakuangalia katika hali ya kawaida hawatakuangalia kawaida tena katika jina la Yesu. Waliokuwa wanakutazama kama wewe ni mtu wa kufeli hawatakutazama kama mtu wa kufeli tena katika jina la Yesu. Waliokuwa wanakuchukulia kama wakudharauliwa hawatakuona kama wakudharauliwa tena wiki hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu. Oh my God. Nasoma kitabu cha Zakaria. Zakaria sura ya 4 mstari wa 6. Yes, neno linasema, Zakaria sura ya 4 mstari wa 6, akanijibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Yes, anaongeza anasema nani wewe, mlima mkuu wa mbele ya Zerubabeli? Utakuwa nchi tambalale, naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu pamoja na vigeregere na vya neema ili kalie, katika jina la Yesu Kristo. Zerubabeli, ujenzi wa hekalu ulikuwa umekwama kwa miaka takriban 20.
project ilikuwa imegoma. Neno la Bwana likamjia Zakaria kusema, nenda ukamwambie Zerubabeli ya kwamba haya mambo si kwa uweza wala sio kwa nguvu. Zerubabeli, umetembea kwa uweza, umetembea kwa nguvu, umefeli. Sasa wiki hii, zamu hii, si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Na mimi nimekuja niseme kwamba umetumia juhudi zako, sisemi kwamba utaacha kutumia juhudi zako, sisemi kwamba utaacha kutumia akili zako. Nasema hivi, mahali pale ambapo akili zako zimeishia, wiki hii si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali kwa roho ya Bwana, asema Bwana. Wiki hii kwa roho Bwana unavuka katika jina la Yesu Kristo. Kwa roho Bwana unavuka katika jina la Yesu Kristo. Kwa roho Bwana unaenda hatua nyingine katika jina la Yesu Kristo. Nasema hivi, si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali kwa roho Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nasema hivi, utafanya biashara si kwa uwezo peke yake wala sio kwa nguvu peke yake, lakini kwa roho Bwana katika jina la Yesu Kristo. Waliokuwa wanakuzuia wameshajua uwezo wako, wameshajua nguvu zako. Wiki hii sio kwa uweza sasa wala sio kwa nguvu, lakini kwa roho Bwana ambaye hawamjui wala hawawezi kumzoea wala nguvu zake haziwezi kuzoeleka, katika jina la Yesu Kristo. Mafanikio yako yanaenda next level wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Mafanikio yako yanaenda hatua nyingine wiki hii, maana sio kwa uweza wala sio kwa nguvu, bali kwa roho Bwana. Kwa roho Bwana unaenda hatua nyingine, kwa roho Bwana unaenda hatua nyingine, kwa roho Bwana unavuka mipaka mingine katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ni wiki ya tofauti hii kwako. Katika jina la Yesu Kristo ni wiki ya tofauti hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hallelujah. Oh my God. Zaburi, twende tukaangalie katika eneo la mahusiano. Okay? Yes, kwa sababu Mungu atakuletea watu. Mungu atakuletea watu. Haleluya. Watu Mungu atakuletea. Zaburi ya 86 mstari wa 17. Zaburi ya 86 mstari wa 17. Haleluya. Zaburi ya 86 mstari wa 17, neno linasema yes. Unifanyie ishara ya wema, wanichukiao waione na kuaibishwa, kwa kuwa wewe Bwana umenisaidia na kunifariji. Haleluya. Unifanyie ishara ya wema. Yes, unifanyie ishara ya wema, wanichukiao waione na kuaibishwa. Haleluya. Wiki hii Bwana anakwenda kutoa baraka ya wazi ambayo wakuchukiao watakwenda kuiona katika jina la Yesu. Wanaotegemea kufeli kwako watakuona umevuka katika jina la Yesu. Wanaotegemea anguko lako watakuona bado unatembea, wataanguka wao katika jina la Yesu Kristo. Kama Daudi alivyosema, kwa kuwa wewe ndiwe Bwana umenisaidia, wanichukiao waione na kuaibishwa katika jina la Yesu. Wiki Bwana anaenda kufanya muujiza unaoonekana kwa macho katika jina la Yesu. Wakuchukiao wanakwenda kuona na wanakwenda kuaibishwa katika jina la Yesu Kristo. Wakuchukiao wote wanakwenda kuona na wanakwenda kuaibishwa katika jina la Yesu Kristo. Wiki hii inakwenda kwa wiki ya tofauti, inakwenda kwa wiki ya baraka kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ripo shaka na maziketi, alipo shaka tae, rapo shako nomo seketie, riko tomo shana banikesi, katika jina la Yesu Kristo. Rike tipo sheketaino, aramo shakati meziti klolo, rita kana majude bisana krasi, raka tablo seketi mijeni cross, rikati mashandidi bisto, raka shana klas tegeze meseti kroste, rike shebone klemeste kodobos, rika chamana bina klostos, rika tabo shana kleste kai, rapo shakanta maseni kreste gzais. Katika kitabu cha Nehemia sura ya 2 mstari wa 2, basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako, nawe huna ugonjwa? Ni nini hili isipokuwa ni huzuni ya moyo? Ndipo nikaogopa sana, nikamwambia mfalme, mfalme uishi milele, kwani uso wangu siwe na huzuni iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Oh my God. Wiki inaenda kwa wiki ya favor kwako. Mfalme akamuuliza Nehemia, una haja gani unayotaka kuniomba? Basi nikamuomba Mungu wa mbinguni, nikamwambia mfalme, ukiona vema na ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali unipeleke mpaka Yuda, niende mji wa makaburi ya baba zangu
nipate kuujenga. Mfalme akaniuliza, Malkia naye ameketi karibu naye, safari yako itakuwa ya siku ngapi? Nawe utarudi lini? Hivyo mfalme akaona vema kunipeleka, nami nikampa muda. Tena nikamwambia mfalme akiona vema nipewe nyaraka kwa maliwali walioko ng'ambo ya mto, ili waniache kupita mpaka nifike. Oh my God. Nipewe waraka kwa Asafu mwenye kuutunza mwitu wa mfalme, ili anipe miti ya kufanyizia boriti kwa malango ya ngome. Yes, anyway, habari inaendelea. Lakini nilichotaka uone ni kwamba Mungu alimuinua huyo mfalme Artashasta ya kwamba aweze kujibu maombi ya Nehemia, kwa sababu Nehemia alikuwa ameomba siku nyingi, lakini hakujua majibu yatatoka wapi. Kuna mambo ambayo umekuwa umemuomba Mungu siku nyingi. Nasema wiki hii Mungu anakukutanisha na watu ambao wamebeba majibu hayo katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu unakwenda kukutana naye wiki hii ambaye ana majibu ya maombi yako katika jina la Yesu Kristo. Ndipo utajua kwamba Bwana ni Mungu anayesikia maombi katika jina la Yesu Kristo. Artashasta akasikiza maneno ya Yeremia na ya Nehemia, na akamwambia unahitaji nini? Akamwambia nahitaji hiki na hiki. Akaongeza akasema unipe na barua ya kupata na mali nitakazokuwa ninazihitaji kwa ajili ya kutekeleza hayo maono. Sijajua Mungu ameweka maono gani ndani yako, lakini nataka kusema ni kwamba ndani ya wiki hii Mungu anaenda kukutanisha na watu ambao wanaenda kuyabeba maono hayo katika jina la Yesu. Wengine kwa elimu zao watakusaidia yatimie, wengine kwa uwezo wao, kwa akili zao watakusaidia yatimie, wengine kwa mali zao watakusaidia yatimie, wengine watatoa venue, watatoa mahali pa kufanyia hiyo kazi katika jina la Yesu Kristo. Hii wiki inakwenda kuwa ya tofauti kwako kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Oh my God. Lipo shaka na mazetio, orapo shaka na mazi, lipo shaka tamazeketi, riko sika tabasaya, oramo shaka na masiketia, rika na bashanto libis. Kwa jina la Yesu Kristo, wiki hii unakutana na mtu huyo katika jina la Yesu Kristo. Wiki hii kuna mtu anakuja kwa ajili, ametumwa na Mungu kwa ajili hiyo, ili alete majibu ya maombi yako, kwa sababu maombi yoyote unayomwomba Mungu, aidha majibu yataletwa na malaika au yataletwa na wanadamu. Haleluya. Na malaika hakuna hata sehemu moja ambapo alileta kitu physical. Malaika hata aliposhuka alimwelekeza Kornelio, akamwambia kamuite Petro. Wiki hii lazima ukutane na Petro wako katika jina la Yesu. Petro ambaye ana neno la kukuambia ulipasalo. Haya yote unayoyaomba Kornelio ni kwa sababu haujamjua mtu mmoja anaitwa Petro. Ukimjua mtu mmoja anaitwa Petro, haya sio maombi haya. Haleluya. Kuna mambo ambayo umekuwa ukimwomba kwa sababu hujamkutana na mtu mmoja. Wiki hii unakwenda kukutana na huyo mtu katika jina la Yesu Kristo, na hautabaki vile vile katika jina la Yesu. Wiki hii unakwenda kukutana na Artashasta wako ambaye ana uwezo wa kuandika barua. Huyu jamaa alimwandikia Nehemia barua hii moja tu. Hiyo barua inatekeleza kila kitu. Popote anapopita Nehemia anaonesha tu hii barua, anapita, anaonesha barua, anapita, anaonesha barua, anapewa anachokitaka, kwa sababu Nehemia maombi yake Mungu alimkutanisha na mtu ambaye ana majibu ya yale maombi. Sikia nikwambie, maombi yote unayoyaomba kuna mtu ana majibu yake. Wewe unaomba ni uponyaji, kuna mtu ana upako wa uponyaji, na jioni hii upako huu tunawachilia hapo ulipo katika jina la Yesu Kristo, unakwenda kupokea. Lakini maombi yoyote unayoyaomba kuna mtu ana majibu yake. Wewe ambaye unaomba kuoa, kuna mtu wa kumuoa. Wewe ambaye unaomba kuolewa, kuna mtu wa kukuoa. Kwa chochote unachokiomba kuna mtu ana majibu yake. Haleluya. Na huyo mtu unakwenda kukutana naye wiki hii kwa jina la Yesu Kristo. Wiki hii haikatizi. Wiki hii ninakubariki katika jina la Yesu ya kwamba wiki hii haitakatiza mpaka umekutana na yule mtu ambaye ana majibu ya maombi yako katika jina la Yesu Kristo. Yuko mtu ambaye ana majibu ya maombi yako. Kwa Elia alikuwepo mwanamke mmoja wa Sarepta, tena ni mjane. Haijalishi huyo mtu anafananaje, lakini nasema wiki hii unakwenda kukutana na mtu ambaye ana majibu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hallelujah. Oh my God. Jesus. Elia akakutanishwa na yule mwanamke wa Sarepta. Alipomwona akamtambua. Mungu akupe neema ya kumtambua. Wiki hii Mungu anakupa neema. Unakwenda kumtambua katika jina la Yesu kwamba huyu ndiye. Elia akamwambia, wewe mwanamke, nifanyie kwanza mimi, alafu ujifanyie nawe, kwa maana Bwana amesema unga huu hautakauka wala hautaisha, lakini nifanyie kwanza
mimi. Haleluya. Yes, in the name of Jesus. Nataka tusome Isaya 45. Isaya 45. Isaya 45 kuanzia mstari wa kwanza. Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nimelegeza vifungo vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Nami nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuzwa, nami nitavunja vunja vipande milango ya shaba. Haleluya. Haya ndio maneno ambayo Bwana anaongea na wewe leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana atavunja malango ya shaba, malango ya chuma atavunja katika jina la Yesu Kristo. Lakini sikiliza, anaendelea kusema, nami nitakupa hazina za gizani. Wiki hii unakwenda kuziona hazina za gizani. Utaanza kujiuliza kwamba kumbe ilikuwepo hapa na mimi sikuiona, kwa sababu ilikuwa ni hazina lakini ambayo iko gizani. Haleluya. Giza katika ulimwengu wa roho haina maana giza kama hivyo. Giza katika ulimwengu wa roho manake kutokufahamu. Bwana anaenda kuonesha zile baraka ambazo ulikuwa huzifahamu kana kwamba zipo. Katika jina la Yesu Kristo unakwenda kuzishuhudia ndani ya wiki hii kwa jina la Yesu, zile hazina za gizani katika jina la Yesu Kristo ambazo ni zako. Mwingine hazina ya gizani ni cheo chake, mwingine hazina ya gizani ni tenda mpya, mwingine hazina ya gizani ni jambo mpya ambalo anakwenda kuligundua, ni idea. Katika jina la Yesu Kristo Bwana anakwenda kuhakikisha wiki hii unapokea hazina ya gizani kwa jina la Yesu wa Nazareti. Rika chapa tabiseketi arina papuish rika taitibosto rapo shakane mitiso rapo shakatabo seketi aropo shana maniketibis orika chana bais rama chana bais toz mni kreste rama ni kople shike ni mizeti konseti era ni kontesi ya pleshini kisto rapo sakasto koposha na galipetis rika shanikebe di konsatanamas kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anasema kwa ajili ya Yakobo. Yes. Narudia mstari wa 3. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri, upate kujua kwamba mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Anaongeza mstari anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. Sikiza, wako watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya Yakobo mtumishi wake. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Nataka nikwambie ukweli kwamba wako watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili yako. Okay? Wapo wakina Koreshi ambao Mungu amewapa pesa, Mungu amewapa heshima, Mungu amewapa vyeo, na Mungu anaenda yeye mwenyewe, sio wewe uende umwambie wewe Mungu amekupa hivi kwa ajili yangu. No. Mungu hapa anaongea na Koreshi kwamba wewe Koreshi, hizi hela ulizonazo, hii heshima ulionayo, hii nguvu ulionayo, ni mimi Bwana nimekupatia. Lakini mimi Bwana nimekupatia sio kwa ajili yako wewe Koreshi, ni kwa ajili ya Israeli mtumishi wangu, kwa ajili ya mtumishi wangu, kwa ajili ya mwanangu. Oh my God. Sikiza nikwambie, kuna mtu ambaye amepewa pesa, kuna mtu ambaye amepewa heshima, kuna mtu ambaye amepewa elimu, kwa ajili ya wewe mwana wa Mungu. Maana ndio maana anasema hivi, wanitafutao kwa bidii wataniona. Oh my God. Waebrania anasema hivi, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Yes. Lakini okay, naye huwapa thawabu wamtafutao. Nilikuwa natafuta mstari. Naye huwapa thawabu wale wamtafutao. Haleluya. Kumtafuta Mungu sio kumtafuta kwamba akapotelea wapi. Kumtafuta Mungu ni kutafuta yale makusudi ya Mungu katika maisha yako. Wakati umekaza kutafuta mapenzi ya Mungu katika maisha yako, umekataa njia za dunia, umekataa kuolewa kidunia, umekataa kuolewa kukua mzinzi na muhuni, ukaamua mbiti watu kujitunze, wakati huo unakuwa unaishi mapenzi ya Mungu. Nasema hivi, kuna mtu ambaye Bwana amemwandaa. Haleluya. Kuna mtu ambaye Bwana amemwandaa. Umekataa kufanya biashara za wizi, umekataa kuwa mtu wa ovyo, umekataa njia zote za kidunia, umekataa utapeli, umesema nitafuata njia za Mungu. Nasema hivi, mtu kama wewe, kuna mtu ambaye Mungu amemwandaa kwa ajili yako, na wiki hii unakwenda kukutana naye katika jina la Yesu Kristo. Nasema wiki hii unakwenda kukutana naye mtu ambaye Bwana amemwandaa kwa ajili yako, kwa ajili ya baraka zako katika jina la Yesu. Mungu amempa mali kwa ajili yako, Mungu amempa cheo kwa ajili yako, Mungu amempa ushawishi kwa ajili yako, yuko pale kwenye kiti kwa ajili yako, ili aweze tu kukusainia upite katika jina la Yesu, upite na kazi ya Mungu iende, na makusudi ya Bwana yafanikiwe mkononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu kama unamwamini Bwana Yesu na mimi mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya, haleluya.
Barikiwe sana na Yesu Kristo. Utashuhudia wema wa Bwana, na mimi nasema utakuja na shuhuda katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Barikiwa.